Nabi na klabu ya Yanga mpaka sasa hivi mazungumzo yanaenda vizuri, na kila ambacho kwa kinampa stress Nabi kuhusu familia yake, kila kitu kiko settled. Mshahara mnono, kila kitu kiko sawa, makazi mazuri, na atakuja kuenjoy maisha katika jiji la Dar es Salaam. Wanaendelea baina ya kocha wa zamani wa Yanga Nasir bin Nabi na uongozi wa Yanga Afrika. Wanafanya mazungumzo na magani ambavyo Nabi anaweza kurudi, kwa sababu ukiangalia kama umefuatilia zaidi, Nabi hakuwahi kuwa na mafanikio bora toka ametoka katika klabu ya Yanga, sio? Kwa sababu Yanga ndo klabu iliyomtambulisha Nabi katika mpira kwa maana ya mafanikio zaidi, kwa sababu msimu ule ambao alikuja Yanga ndo msimu ambao alienda mpaka finali nakumbuka ya shirikisho, sio? Lakini baada ya hapo pia akafanya mambo mengi sana. Baada ya msimu wa kwanza kuwa msimu bora ndani, msimu unaofuata wa pili akawa na msimu bora ndani, lakini pia akaenda mpaka finali, na bado pia finali yenyewe alikuwa na uwezo wa kuchukua. Ni vile tu kwamba kulikuwa na baadhi ya mambo ambayo hayakuwa sawa. Kwa hiyo alikuwa katika kipindi bora sana Nabi. Na baada ya hapo akatoka akaenda Libya kama sio Uarabuni, lakini ya kufanya vizuri akaenda South Africa nao pia kufanya vizuri, ambapo sasa hivi tunavyozungumza na wewe Nasir bin Nabi alienda Morocco. Alienda Morocco, akatoka Morocco akaenda South Africa. Na sio Libya, ni Morocco. Alienda Libya ni Gamondi. Na hakufanya vizuri pia kote huko alipoenda. Nikampelekea mpaka sasa tunavyozungumza Nabi hana timu. Kwa hiyo unaweza ukaona maisha bora ya ukocha ya Nabi yalikuwa kwenye klabu ya Yanga. So ninavyozungumza na wewe kutokana na vyanzo vangu vya ndani, nimeweza kuzungumza na ndugu yangu mmoja ambaye yuko South Africa, lakini pia kuna jamaa wangu mmoja ambaye karibu kabisa na baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wanaofanya mazungumzo ya karibu na kocha Nabi kuona namna gani ambavyo wanaweza wakamrudisha katika mwanzo wa msimu utakavyoanza. Na uzuri ni kwamba atakuja akiwa anakuja kufanya usajili, lakini pia mwanzo wa msimu ina maana atashiriki pre-season. Kwa hiyo Yanga wataenda na huyo Amri, lakini pia kocha sasa Amri ambaye amekabidhiwa timu sasa hivi atakuwa ndo mkurugenzi wa ufundi wa klabu ya Yanga, kwa maana katika masuala mazima ya usajili, kocha gani awepo, namna gani timu inacheza, patterns za timu ziko wapi, ina maana yeye atakuwa kama mkurugenzi wa ufundi sasa. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo Yanga wamejipanga. Lakini niseme ni sehemu bora wameenda. Unajua ni bora msitu unaojua kuliko msitu wa kigeni. Nabi anayejua Yanga vizuri, ligi yetu anayejua, na patterns za ligi anazijua, namna ambavyo anacheza pia anapajua, kwa anafahamu kila kitu. Inasemekana kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo Nabi sababu ambazo zikampelekea Nabi kuinguliwa pale ama kutoka pale nchini Afrika Kusini, kwamba vyeti vyake vilikuwa vinahitaji maboresho. Je, hili lilikuwa mpaka hivi sasa? Nabi alikuwa kwenye ligi yetu na akasimama na timu mpaka kwenye kimataifa na akaenda nayo mpaka finali. Sasa kama kuna sheria mpya ya South Africa ambayo inakinzana na yako yetu, inaweza ikawa imetumika hiyo, lakini ki football standard tunasema kwa update pia, yani kuna kipindi cha in football standard Gamondi anatosha kwenye vigezo vyote, wala hakuna changamoto yoyote. Ukiwalisia kwamba ni kweli kwa sasa uongozi wa Yanga uko katika mazungumzo na Master Gamondi na kuna Master Nabi, una uwezekano mkubwa pia wakakubaliana na akafikia makubaliano mazuri, na atakuja kuanzia pre-season na timu na ataanza nayo msimu, na Yanga watafanya mabadiliko makubwa hasa katika usajili. Kuna wachezaji ambao wanaenda kwa mkopo watarudi, wengine wataachwa kabisa, mikataba mingine itavunjwa. Kwa hiyo Nabi atakuja na atakuwa tishio kwenye ligi yetu. Kwa sasa Nasir Nabi ni kocha ambaye kiwalisia jina lake limejengeka kwamba ni kocha ambaye nadhani ni bei ya juu. Yanga wataweza kuhimili malipo ya kocha huyo? Jina la Nabi limejengwa na Yanga. Kabla ya Yanga Nabi alikuwa hafahamiki, na Yanga walimchukua Nabi akiwa hana timu, kama unakumbukumbu vizuri. Na kipindi ambacho Yanga wanamchukua Nabi hakuna mtu aliyekuwa anamjua Nabi, wala Nabi hakuwa na timu yoyote anayofundisha kipindi hicho. Kwa hiyo kwa nyakati tofauti Yanga wameendelea nadhani ni takriban makocha wote ndio wamewapa makocha wote wamepewa platform na Yanga. Nabi, Gamondi, Sid Ramovic, wote wamepewa platform na Yanga. Kwa hiyo mwisho wa siku
sidhani kama wataweza kuzungumzia bei ama gharama kubwa, kwa sababu unakwenda kumchukua mtu ambaye hana timu na anajua ubora wako, anajua uwezo wako, anajua namna ambavyo unamsupport kwenye kutimiza malengo ya timu. Kwa hiyo nafikiri Nabi ni chaguo sahihi zaidi. Na yeye mwenyewe mtazamo wake ukoje kuhusiana na kurudi Young Africans? Nabi anaipenda Yanga kama ambavyo Gamondi anaitamani Yanga mpaka leo. Nabi anaipenda Yanga, yes. Kwa kuhusu Gamondi hiyo naoka si kwa sababu mtu ambaye anazungumza naye. Ni kocha ambaye anazungumza naye na tunafanya ni kocha ambaye tunafahamiana. Maana tunaenda katika hiyo mipira tunazungumza anaitamani Yanga leo, kesho ni Gamondi. Lakini yes, na yeye mwenyewe pia alisema kwamba Yanga ni moja ya vilabu bora katika ardhi ya Tanzania na anatamani kuendelea kuifundisha. Alizungumza katika moja ya mechi, lakini kuhusu Nasri bin Nabi anaipenda Yanga. Kuna uvumi pia Young Africans, kuna kocha wa timu ya Kaizer Chiefs ambaye nadhani alifanya kazi na Nasri bin Nabi. Anahusishwa pia huenda kwamba kachukua majukumu ya kocha huyo. Hizi taarifa pia zikoje kuhusiana na hiyo? Of course nimezisikia hizo taarifa. Nazo nikazifuatilia. Of course wanatamani kuona na magano napata kocha aliye bora. Na huyu wamemuingiza hapo ili wampe publicity na wampe mileage. Lakini chaguo la kwanza la Yanga kwa hivi sasa na engineer ambapo nazungumza na wewe ni Nasri bin Nabi. Nabi wakati anaondoka Yanga aliacha kikosi kikiwa cha moto. Sasa hivi anarudi Yanga ikiwa ni papatu. Wachezaji wengi wametumia muda mwingi sana na unaona kabisa hata energy yao inakuwa kama imeshuka. Itakuwa ni rahisi kwa Nabi kuirejesha Yanga ile aliyoiacha? Nabi aliikuta Yanga ikiwa na wachezaji standard ya Nabi ndio iliwapandisha level wachezaji. Kumbuka Nkana itokea hapo sio? Kumbuka Lomalisa Mutambala, Kibwana Shomari, Dickson Jobu, Zawadi Mauya kama unakumbuka sio? Kumbuka Clement Mzize, kumbuka watu tofauti, wachezaji tofauti wote wametoka na kwa Master Gamondi. Gamondi akija akiikuta Yanga hii, Nabi akija akiikuta Yanga hii, hakuna timu ya kwenye ligi kuu itamfunga Yanga. Gamondi akija akiwa na ubora wake Nasri bin Nabi ni kwa sababu ni mshikaji na tumezungumza sana na anaipenda sana klabu ya Yanga. Nabi akija kwenye klabu ya Yanga akakuta kikosi hichi kilichopo sasa hivi, akaanza kupambana nacho na akaanza nacho msimu, chukua maneno yangu ninayokuambia, ligi kuu msimu unaokuja Yanga ni bingwa tena. Tutarajia kumuona Nabi akija na kocha Cedric Kaza ambaye mara nyingi amekuwa akiana naye kwenye timu mbalimbali. Sidhani kama raundi hii atakuja naye. Sidhani kama wakati huu tena atakuja naye. Kwa uhakika kuna asilimia zaidi ya 60 kwamba Nabi huenda tukamuona pale Yanga. 60 ni chache, weka 70 mpaka 80. Yaani kwa namna ambayo mazungumzo yanaenda, Nabi haizi kumchomolea Yanga. Labda Yanga waamue tu katikati safari wapate option iliyo bora zaidi ya Nabi. Lakini si alikacha Yanga. Aliondoka Yanga kwa sababu alikuwa anataka kupata kilicho bora zaidi, akiamini kwamba tayari ameshakuwa. Yanga ndio imemkuza Nabi kwenye mpira wa Afrika. Sasa nini kinamrejesha? Anakuja kutafuta kilicho bora zaidi. Sio kwamba ameshuka, anakuja kutafuta kupanda tena. Ili apande tena na apande na klabu. Nakumbuka Nasri Nabi alionekana bora zaidi baada ya uwepo wa Fiston Kalala Mayele. Hauoni kana kwamba huenda kamkuta wakati mgumu kwa sababu Yanga haina mshambuliaji karibia kama ya Mayele kwa hivi sasa? Timu gani inaongoza kufunga magoli mengi katika ligi kuu? Yanga. Timu gani ambayo imefungwa magoli machache ligi kuu? Yanga. Timu gani ambayo ina mgawanyiko wa wachezaji ambao wamefunga magoli mengi? Yanga. Nabi anayekuja anakuja kuikuta Yanga bora kuliko aliyoiacha. Lakini tambua kwamba Nabi, kwa sababu Nabi alikuwa ni mtu wa kumtegemea striker anayesimama mbele kama Mayele, sio? Nabi anategemea mshambuliaji mmoja mara nyingi. Dube yupo. Depo yupo. Mzize atakuwa amepona. Mwanengo yupo. Edmund John yupo. Hayo yote ni machaguzi. Okelo Alan Starboy mweusi yupo. Pacome Pedro Zouzoua yupo. Kwa hiyo ana machaguzi mengi sana. Na bado ukumbuke Yanga inakwenda kufanya usajili bora kwa wachezaji wa ndani ambao wapo kama Idi Suleiman Nado,
kuna maneno yanasema kwamba Chobwedo anataka kwenda kusaini Yanga. Chobwedo sikasaini Simba. Ni mawazo yenu tu. Chobwedo ni mchezaji wa TRA mpaka tunavyozungumza hivi sasa. Lakini kwa mujibu wa taarifa kisha saini mkataba wa awali na Simba. Msimu wa mwaka juzi Kagoma alikuwa na mkataba wa awali na Yanga, hakuwa nao. Alikuwa nao. Sasa hivi anacheza wapi? Simba. Kwa hiyo usitishwe na hii mikataba ya awali. Kwa Yanga anaweza kapindua. Kila kitu kinawezekana. Tatizo si hela tu. Kuna watu wanaotoa hela wakati huo na kuna watu ile hela zao zitoke lazima wamngojee bosi aamke. Kwa Yanga mrudi kwa Chobwedo. Kwani Yanga walisha kuondoka kwa Chobwedo? Kwa mujibu wa taarifa kwamba alikuwa hawana, tumeshuhudia hata msemaji alikanusha. Msiwe mnawaoji wachambuzi uchwara. Hata msemaji mwenyewe alikanusha kwamba hawana nia, kwamba alizungumza moja kwa moja kwa Chobwedo bwana yuko pande, yani kwamba tutarajia kumuona. Ni wachezaji wangapi ambao msemaji amewakataa na wako katika klabu ya Yanga? Kwa inawezekana hiyo. Hakuna kinachoshindikana kwenye football kaka. Kitu pekee ambacho akiwezekani katika football sasa hivi ni Yanga kutokuwa bingwa. Kitu pekee ambacho hakiwezekani katika mpira wetu ni Yanga kutokuwa bingwa. Kwa nini? Yanga ni bingwa. Yaani asiwe bingwa Yanga? Wewe unafikiri Yanga anaweza? Haiwezekani. Yanga ni bingwa 100%. Kuna mechi takribani 10 zimesalia. Baki mechi 8. Mechi 8. Mechi 8 kwamba moja kwa moja anampa. Unaona nani wa kumfunga Yanga? Timu zipo nyingi. Kama nani? Wapo TRA. TRA ipi? Azam. Timu nyingi. Kwa hiyo TRA kwa sababu imemfunga Azam 4 leo, basi unaamini ya kwamba watamfunga Yanga. Inawezekana pia. Inawezekana pia. Basi sawa, acha tu. Yote kwa yote tuhitimishe kwamba Nabi na Yanga mambo yanakwenda vizuri. Nasri bin Nabi na klabu ya Yanga mpaka sasa hivi mazungumzo yanaenda vizuri, na kile ambacho kwa kinampa stress Nabi kuhusu familia yake, kila kitu kiko settled. Mshahara mnono, kila kitu kiko sawa, makazi mazuri, na atakuja kuenjoy maisha katika jiji la Dar es Salaam.